Mtazamaji, kopo langu la saa linasema ni saa 6 majira haya Afrika Mashariki. Kutoka kote ambako unatutazama, hii ni NTV Sasa. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, taarifa kemkem ambazo tunafuatilia kutoka kona zote za nchi tukufu yetu ya Kenya, na vile vile leo tuna mahojiano kuhusu athari za mtandao wa dijitali. Mengi ambayo tumekuandalia, lakini baadhi ya taarifa hizo ambazo tunazifuatilia kwa kina sana mtazamaji, ndizo taarifa hizi. Kikao cha wabunge kule Mombasa, kuna kile kikao ambacho kimekuwa kwa wiki ya pili mfululizo. Wiki jana walikuwa nataka zile hela za CDF, lakini walipopewa wakasema kikao kitaendelea. Hii ni wiki ya pili. Nasikia ametumia mamilioni ya pesa kukaa kule Mombasa. Taarifa nyingine ambayo tunafuatilia ni hii. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hii leo atakuwa akitembelea familia yake marehemu Profesa George Omore Magoha kwake nyumbani wakiwa na mawaziri wote. Ni taarifa ambayo itakuwa ikikujia kwako baadaye sababu wanatembea kule mwendo wa saa 9. Taarifa nyingine ambayo tunafuatilia ni hii. KMPDU baadaye leo watakuwa kitoa taarifa kuhusiana na maslahi ya maafisa wake, madaktari wake. Wanasema kwamba madaktari wengi wanajitoa uhai kwa kuwa wengi hawana makazi au hawana kazi za kufanya. Ni taarifa ambayo tunafuatilia. Nyingine ambayo tunafuatilia mtazamaji, jopo lake jaji mstaafu, jaji ambaye aliondoka, jaji mkuu David Kenane Maraga, linaendelea kwa siku ya pili kuchukua maoni kutoka kwa Wakenya kuhusu mabadiliko katika idara ya polisi na idara ya magereza. Ni taarifa ambayo inafuatiliwa na Ngina Kirori, tutakuwa tukiletea mwendo wa saa 7. Taarifa nyingine ambayo tunafuatilia ni hii hapa. Maafisa wa mawasiliano kutoka kaunti zote 47 wako jijini Mombasa, ambako hii leo wanafunzwa mengi kuhusiana na masuala ya mawasiliano. Kule tumemuona mwenyekiti wa COG, baraza la magavana, Anne Waiguru, na gavana wa Kirinyaga yuko pale, Abdulswamad yuko pale, gavana wa Mombasa, kule kikao hicho ambacho kinaendelea. Vile vile tunaye CEO, afisa mkuu mtendaji wa baraza la mawasiliano humu nchini, ambaye kwa sasa hivi yuko naye Kevin Mutai moja kwa moja kutoka kwenye kaunti ya Mombasa. Tunazungumzia masuala ya dijitali na athari zake. Tuanze na David Omoyo tusikie anasema nini. Hapa Kenya masuala yamekuwa mengi sana. Namuona Mutai yuko hapa. Mutai, muulize Omoyo, media humu nchini wanasema tasnia ya wanahabari inaingia chini. Kunani? Naam, shukran sana Mwitiriri. Kwa hakika hapo ndipo umegonga ndipo, na hapa hema ama jamvi la NTV tumeleta hapa kwenye warsha hii ambalo imeleta pamoja wakuu wa mawasiliano kutoka kaunti zote 47, na ni warsha ambayo itakuwa ikiendelea kwa siku kadhaa. Baadhi ya viongozi ama wanasiasa waliofika hapa, nimeona pale gavana wa kaunti ya Nandi ambaye ni Sang, pamoja na wadau mbalimbali ambao watahusika kikamilifu na kuzamia lazima ya kuweza kufahamisha na kuwatolea hamasa wale maafisa wa usalama wa mawasiliano katika serikali hizo gatuzi, katika tu mbinu na njia ya kuweza kutafuta tu mwafaka bora kuweza kufanya kazi na waandishi ama sekta mbalimbali ama idara mbalimbali za wanahabari humu nchini. Lakini kwa hakika mtazamaji, pengine tu nimpe nafasi tu afisa mkuu mtendaji katika baraza la uandishi ama wanahabari ama mawasiliano MCK, ambaye ni David Omoyo, tu pengine atupakulie tu kwa kifupi tu ni mambo kama gani hasa yamechipuka ama yamepewa kipaumbele katika kongamano hili ambalo limeanza leo. Asante sana. La kwanza ni kwamba tumezindua mradi ambao unaitwa Maarifa Center, ambapo ni kama deposit ambapo wana masuala mengi yale yanafika katika gatuzi tofauti, miradi ya maendeleo, ubunifu mbalimbali na masuala yote ambayo yanawekwa pale, ili kwamba kwanza gatuzi tofauti zinaweza kujua yanayofanyika kwenye gatuzi zingine ama kwa kaunti zingine, ili wasije wakajirudia tu, na pia wanahabari wenyewe wanaweza kwenda pale wakapata habari wanazotaka kuhusu yanayotendeka katika kaunti, wanaofaidika, pengine makosa kidogo ambapo wanaweza kuweza kujisaidia wakasoma zaidi. Kwa hivyo kwanza hiyo Maarifa Center ni kama wanaita wiki, yani ni depository ya habari zote zinazofanyika katika gatuzi mbalimbali, kuwezesha watu wakajua, na pili kufanyisha wanahabari wakaweza kupata, ili Wakenya wakaelewa kwamba katika gatuzi mbalimbali
si habari za kusikitisha tu, bali kuna maendeleo mengi na mazuri yanaendelea. Pia kuna ule mkataba wa makubaliano ama MOU ambayo imeweza kutia saini. Je, pengine faida yake italeta kama mambo kama gani? Kwanza ni kusaidia kwamba wanahabari katika gatuzi mbalimbali wanaweza kushirikiana na serikali zile za gatuzi kufanya kazi. Kwamba kazi ya wanahabari hasa ni kutafuta habari kwa niaba ya Wakenya, wananchi wale wanaohudumiwa pale. Kwa hivyo ni jukumu la kuhakikisha kwamba serikali za kaunti na wafanyikazi wake wote wanaruhusu wanahabari kupata habari zinazotakikana, kwa maana wanahabari wanapokuja kutafuta maswali fulani ama habari fulani katika gatuzi hizo, si kwamba wana nia mbaya ama potovu, ili wanatafuta tu habari waweze kuwafahamisha Wakenya mambo ambayo yanafaa, mambo ya kiafya, mambo ya inapendekeza ushirikiano mwema, na pia kubadilishana haya maoni na habari zote ambazo zipo wakati. Asante. Na pengine sasa bwana Moyo, tuweze kuzamia sala hili ama mada yetu ya leo, ambayo ni mada inahusiana na mfumo ama athari za mfumo wa kidijitali. Je, pengine kauli yako, changamoto ambazo hasa zatokana na mfumo huu ni kama zipi? Sitataja athari kwanza, kwa maana mfumo wa kidijitali unaanza, baadaye useme faida zake. Tumeanza athari tayari, kwa maana basi tuanze na faida zake. Basi kwamba mfumo wa dijitali una faida zake, kwa maana hata katika kazi ya wanahabari, wewe ukitaka taarifa yoyote pale unaweza kuipata mara moja kama una internet ile. Ukitaka kuuliza maswali unaweza, ukitaka kwenda kufanya kazi, kufanya utangazaji wako ama kuimba, unaweza kufanya hivyo. Na kuingelea katika hali ya kiuchumi nchini Kenya na ulimwengu wote, kuna wasanii wengi, waandishi wa habari wengi, wanasayansi wengi na wafanyakazi wengi ambao wamesaidika sana kwa mfumo wa kidijitali, kwamba unaweza kufanya aidha kupata habari unayoitafuta, unaweza kurekodi taarifa yako na kuituma kwenda kwa chombo cha habari unavyofanya sasa dijitali tu. Wengine ambao ni waandishi wanaweza kufanya kazi ukamtumia mwenzako ama ukatuma aidha Nairobi ama sehemu zozote ulimwenguni ambapo inatakikana. Kwa hivyo kwanza, faida ya mambo ya kidijitali ni kwamba yamewasaidia watu wengi sana kupata ajira, yamesaidia Wakenya wengi ama wananchi wote tu wengi kupata habari wanazostahili bila kulazimisha kwamba ukaenda mahali fulani ukatafuta kitabu. Wewe haikulazimisha kwamba ukaenda kwenye studio ili ukafanya kazi yako, hajakulazimisha kwamba ukaenda mahali ambapo kuna studio ili ukarekodi. Ni kwamba mahali pale ulipo bora unaringa na digital. Unasema imechangia uwepesi wa Wakenya kuweza kupata habari tofauti kutoka maeneo tofauti nchini sana, na pia imechangia uwepesi wa Wakenya wengi kupata ajira. Wanapofanya kazi yao wakaweza kupata ajira, wakapata ni kitega uchumi kwa watu wengi pia kufanya kazi nzuri. Sasa tuweze kuzamia athari zake. Athari zake ni kwamba kwa sababu huu mtandao unaitwa Digital Super Highway kwa kimombo tu, ni kwamba ni kama soko kubwa ambalo kuna watu wengi na wote hawana majina yale. Kwa hivyo unaweza pata matapeli wakakudanganya kidogo, unaweza pata watu wa uongo, na pia unaweza pata ambao pia wanajifanya, pengine unajifanya wewe ni mwanahabari na wewe si mwanahabari haswa, na kabla Wakenya hawajagundua kwamba huyu ni tapeli, pengine watakuwa wamekufuatilia, wengine wakakutumia hela, ama wengine wakafikiri unauza jambo fulani ambacho kumbe hauzi, na pia kukupa uwezo wa watu wengine kuiba kazi ile inaitwa intellectual property ya mtu mwingine, pengine uimbaji ule ama uandishi, wakaiba kisha wakampelekea, wakaenda kuuza kama ni yao. Kwa hivyo kuna hizo athari, lakini sana sana kwa sababu kuwafunza Wakenya inaitwa ile civic education and media literacy programs, kujua kwamba unapoenda pale katika soko hili kubwa linaloitwa Digital Super Highway, hakikisha unamwamini anayeuza habari hizo, ama anayekupatia habari fulani, na yule anayepokea pia aelewe kwamba katika soko hili kubwa linaloitwa Digital Super Highway lina sheria zake, lina matapeli wake, lakini pia lina nafasi kubwa za kuweza kupata hali ya maisha, kitega uchumi kwa watu na kupata ajira kwa watu tofauti tofauti. Na je, pengine pia kama shirika ni nini hasa mnafanya ili kuweza kukabiliana na changamoto kama hizi? Jambo la kwanza kivia kutoka upande wetu ni kwamba tunafanya ile accreditation, kuwapa wanahabari wote kibali cha kufanya kazi. Kwanza sasa hivi unaweza kupata kibali chako bila kuja ofisini, kwamba unaenda pale kwenye mitandao uka-apply, tutaangalia kazi yako pale mtandaoni, ukapata kadi yako bila kutembea ukaja. Na pia sasa kwa maana kuna kadi gushi hapa na pale, umeona matangazo yetu, sasa unaweza kupata kwamba kadi yako unaweza kuangalia kupitia QR code ama barcode, kutumia simu yako tu ama kwenda katika mtandao, unaweza kujua kwamba hii kadi ni ya kweli ama sio. Lakini jambo la tatu, tunawaelimisha wanahabari wenyewe jinsi tulivyo hapa, na wale ambao wakuu wa mawasiliano katika kaunti na serikali zote na katika wizara na asisi zingine za serikali, kwamba waweze kuwaruhusu wanahabari na Wakenya wakapata habari hizi, na pia wenyewe wakajua jinsi ya kutoa habari hizi, ili kwamba wale wanaohitaji wanaweza kuzipata kwa urahisi. Kwa hivyo hiyo ni kazi yetu. Na la mwisho kabisa, tunawaelimisha Wakenya katika ile program ya Media Information Literacy, kujua jinsi ya kuweza
wanatambua habari gani ama ujumbe gani zilizo katika mtandao ni za kweli ama ni gushi ama za uongo, ili wanaweza kujua Na je, pengine tukimalizia, unaona kwamba mfumo huu unaendelea kupanuka zaidi na watu wengi wanautegemea, hasa ukiangalia katika mtindo wa siasa humu nchini, hasa wanasiasa wengine wanategemea mfumo huu wa dijitali ama mitandao ili kuweza kueneza jumbe zao. Je, pengine pia kuna wale ambao wanaeneza propaganda na kuwapotosha Wakenya. Je, pengine unahisi kwamba wakati wa mtagusano wenu juzi niliona kwamba mliweza kuandaa kikao na baadhi ya maafisa wa serikali ya kitaifa, je, pengine mmeweza kuangazia mambo kama haya, masuala kama haya, ili kuweza kudhibiti na kuweza kutoa habari zilizo kamili kwa Kenya? Yes, ni kweli kwamba katika mitandao yote ya kusambaza habari pia ina propaganda. Hata wakati ilikuwa watu wanafanya mikutano katika baraza ama chini ya mti, pia hapakosekani mmoja ama wale ambao wana propaganda na kusema uongo. Kwa hivyo ulipoenda kwenye mtandao, habari zinaenda mbio zaidi, kuna uwezo zaidi wa watu pia kueneza habari ambazo ni gushi na propaganda hizo. Kwa hivyo cha muhimu ni kwanza kuhakikisha kwamba wanasiasa na wafanyikazi wa serikali wahakikisha kwamba ukweli ule unaelezwa, na jambo la pili kuhakikisha kwamba wale wananchi waweze kujua kwamba hayo ni kweli ama nini, ili kuwafunza wananchi ili wasije wakakubali chochote wanachoambiwa, wakajua kwamba unaposikia mwanasiasa akasema kitu unamchunguza kidogo ili ujue kama ni kweli. Asante sana mtazamaji. Ndio afisa mkuu ama CEO katika baraza la wanahabari MCK humu nchini, akiweza kutoa kauli yake kwa mapana kuhusu yale yanayoendelea hapa katika warsha hii ya kuleta pamoja wakuu wa mawasiliano kutoka kaunti ama serikali gatuzi kote nchini, na vile vile kuweza kuzamia kikamilifu katika mada ya leo ambayo Fredrick Mwitiriri anaweza ataangazia kwa mapana zaidi katika studio zetu pale Nairobi. Fred, boli kwako. Shukran sana Kevin Mutai kutoka kaunti ya Mombasa. Kutoka Mombasa mtazamaji, tuelekee moja kwa moja kwenye kaunti nyingine ya Uasin Gishu. Sasa tunaye Gabriel Kudaka. Kudaka, Eldoret wanasema nini? Je, biashara zimebadilishwa na mfumo huu wa dijitali? Bila shaka Fred, uhaba wa ukosefu wa kazi hufanya watu wengi kuwa bunifu ili wapate namna ya kujipatia riziki ama labda mapato, na njia moja ni ajira za kidijitali. Kuna baadhi ya watu ambao labda washafanya kazi zao, kasoma taaluma zao kamaliza, lakini hawakufanikiwa kupata ajira, na baadaye wakaamua kujitosa kwenye labda ulingo wa kazi za kidijitali. Mmoja wao ni huyu mwenzangu hapa. Je, unaitwaje? Ulisomea nini? Na kwa sasa unafanya nini? Kwa majina naitwa Hesbon Basweti. Professionally nimesomea walimu. I'm a biology chemistry teacher, and right now in Kenya the rate at which for example ukiangalia kila mwaka the percentage of wale ambao wanahitimu katika sekta mbalimbali, it's a very big percentage, na tukiangalia katika upande wa kupata kazi inakuwa ni changamoto. Mimi aswa nimefanya kazi kwenye mtandao for the longest time, actually for more than miaka 5. Now, one of the things that I will encourage people outside here is you don't need to really focus on the job that maybe what you have gone to do in school. Unaweza anza biashara zingine huko nje, haswa kwenye upande wa online. Kwa sababu unafanya nini haswa Hesbon? Mimi right now nafanya forex, pia nafanya biashara zingine, nauza bidhaa za watu wengine kwenye upande wa e-commerce. Sometimes I advertise other people's business, right? And also huwa na offer training on how someone anaanza kujihusisha na biashara ya online. I have an academy inaitwa Entrepreneurs Tribe Academy, ambayo mtu anaweza kuja pale. Kando na hayo, mtu anaweza kupata labda akajikimu kutokana na malipo mapato ya hii kazi yako kwa mfano? Absolutely 100%. Mimi aswa wakati huu nategemea online to pay all my bills, aswa kama forex, but kitu ambacho nitasisitiza sana ni elimu, kwa sababu bila elimu utaanguka, kwa sababu pia kuna changamoto kwenye mtandao. Kuna watu ambao huwa wanachukua advantage, wanaibia watu wengine kwa sababu mtu ana knowledge on how to venture into upande wa online. Changamoto nyingine kama gani labda Hesbon? Changamoto ambao pia inatokea ni kuna watu ambao wangependa kujihusisha na biashara za online but wako na shida ya fedha. But one thing I will always say is that so long as uko na skill yoyote, you can always figure out a way on how you can raise money kama uko na msukumo wa kujihusisha na biashara za online. Asante mwenzangu. Basi kabla nimalize, pia kuna mmoja hapa hivi ambaye pia anafanya kazi hiyo ya kujitafutia riziki kupitia njia ya mtandao ama ya kidijitali. Kaka, unaitwaje na wewe unafanya nini haswa? Kwa majina naitwa Daniel Wasike. Mimi ni mwanabiashara,
kutoka biashara ya kuuza laptops pale na maybe repairs. Upande wa online na tumetumia what we call digital spaces, tumeitumia vizuri. For example kama zile marketing sites zinaweza kusaidia, although ni social media lakini ni sites ambazo zinaweza kusaidia, for example kama Facebook, Twitter. Hata nyingine for example ni kama Gigi, pale unaweza enda ukaweka kitu ambacho unataka, ukaonyesha watu, mtu akaifurahia akasema, ingawa hata ako mbali lakini hiyo bidhaa itamfikia ukiwa umemtumia, na ikiwa yeye amefanya transaction amekutumia pesa na mzigo wake umemfikia, anapata mzigo akiwa mbali. Hiyo imetusaidia sana ku revolutionize industry yetu, imetusaidia sana kufikia watu wengi, wateja, base volume ya customers imekuwa kubwa, tumewezesha kutufikia watu wengi, na ni hayo tu imetusaidia. Sasa asante sana. Basi na hayo tu kwa sasa, naambiwa kwamba imewasaidia sana wengi, pia wanapunguza gharama labda kama kulipia ile kodi ama rent ya nyumba zao zile afisi. Kwa hivyo imewasaidia watu wengi. Kwako mwenzangu. Shukran sana Gabriel Kudaka kutoka kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret. Sasa mtazamaji, tuvuke Kiguna njia hadi kwenye kaunti jirani ya Baringo ambako Ken Ruto yuko na katibu katika wizara ya elimu, ambaye hii leo atakuwa akituelezea, je, tubadilishe elimu yetu tuanze kuwafunza watoto masuala ya dijitali wakiwa watoto wachanga. Ken Ruto, kwako. Shukran sana Fred. Tuko katika eneo hili la Kabarnet ambapo leo tumetembelewa na katibu mtendaji katika wizara ya teknolojia na viwanda, na vile vile tuko naye gavana wa kaunti ya Baringo ambaye leo wamekuja kuzindua miradi tofauti tofauti hapa katika shule ya viwanda ya Kiptilit. Ila tu kumekuwa na ile jambo ulilokuwa umesema katika mada letu, ikiwa tutaweza kuibadili mtaala wa masomo yetu ukilinganisha kwamba mfumo wa kazi mingi sasa zimeanza kwenda digitalia. Ila tu kutupa taswira kamili, tunaungana naye katibu. Karibu katibu kwenye NTV. Pengine utaweza kutueleza tuweze kubadili mtaala wa elimu, kwa maana tumeona mfumo wa digitalia inaanza kushika kazi. Karibu kwenye NTV. Nitakufikia. Asante sana. Hii mfumo ya digitali tumeishika sana kwa TVET, kwa sababu tumejua hii ndio future ya Kenyans na ya hawa watu wadogo. Kwa hivyo kupitia vile tumehimizwa na Mheshimiwa Dr. William Ruto, tunazidua viwanda za digitali across the country. Maana kwamba tunaweka hizi digital labs across the country, mahali young people will be able to access international jobs from the digital labs. Tunaendelea kuwatrain sana, kuwasomesha sana, ndio wakiingia kwa hizo labs waweze kuwa wamesoma ipasavyo na waweze pata hizo jobs, ile international jobs that are digital. Pengine katibu, tofauti na kazi ya kitambo ni ipi sasa katika mfumo wa kidijitali? Wacha niseme zote ni muhimu. Hii ya digitali ni muhimu kwa sababu zote hatuko sawa. Iko wale watu wanajua sana kufanya kazi na mikono, nao tunawahimiza wasome sana all the trainings that we are availing to them, waweze kusoma ndio waweze kufanya kazi zile wanaweza kufanya vizuri sana. Kwa hivyo training zetu tuna train hizo za digital kwa sababu ndio ile inaziduka sana, lakini pia iko wale wanaweza kufanya kazi zao na mikono, welders, plumbers, masons, wote tunawahimiza. Kila mtu ile area ako blessed ya kusomea, asome kwa umuhimu sana, ndio waweze kuwa tuna makazi ya tunaweza kupata both huku kwa countries zetu across Africa and across the world. Kwa upande wa rasilimali, je, mmeweza kuweka kiwango kiasi gani ili kuwezesha kwamba mnaweza kuyafikia? Kwa sasa iko institutions 52 zile zimebaki kwa counties, zile Mheshimiwa Dr. Ruto amecommit to make sure every county has an institution mahali watoto wetu wanaweza kusomea. Iko zingine 70 amecommit kuweka
equipment, ndio watoto wetu tena waweze kusomea hizi vitu zote tumesema mpaka wasomee. Kwa hivyo iko mambo mingi sana our president is putting together ndio watoto wetu wafaidike. Shukran sana. Fred, pia kwa dakika moja tu niweze kuongea na gavana wa kaunti ya Baringo Bwana Cheboy. Kulingana na mfumo wa kidijitalia imebadilikaje na ile ya kitambo? Kwanza ningependa kushukuru katibu mtendaji wa idara ya elimu ya teknolojia kwa kututembelea sisi hapa, na pili kusema asante kwa sababu leo tunakuja kuzindua miradi mbalimbali ambayo inaelekea kuinua hali ya teknolojia katika kaunti hii. Sisi katika kaunti tunataka kusema tutaungana na serikali kuu kwa kuhimiza elimu ya teknolojia na kutumia dijitali kuweza kusomesha vijana wetu. Najua kwamba kuna uhaba wa kazi siku hizi, na hii uhaba wa kazi lazima tutafute mbinu ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kutumia teknolojia na elimu ya kidijitali kuweza kupata kazi kule ng'ambo, na sisi kama governors pamoja na serikali kuu tutaweza kufanya uhusiano na serikali za nje kuona kwamba vijana wetu wanaweza kufanya kazi kule pia wakitumia teknolojia ya kidijitali. Shukran sana kwa sababu ya wakati, na pia tungeweza kuwafikia yote, ila tu kwa sasa narejesha kwako Fred ili uweze kuendelea na taarifa, ila bado tutakupa taarifa yatakayojiri katika eneo hili la Baringo. Kwako Fred. Shukran sana Ken Ruto kutoka kaunti ya Baringo, mwanahabari wetu ambaye anajituma kweli kweli kutoka kaunti hiyo. Mtazamaji, nilikueleza hapa studio ni pia nina wageni ambao tunajadili masuala haya dijitali, yamebadili masuala kweli kweli humu nchini. Hata tasnia hii yetu ya wanahabari imebadilika sana. Mimi nikiingia wanahabari miaka kama 15 iliyopita, masuala hayakuwa haya dijitali, lakini yamebadilika na lazima tuendanishe na wakati ambao ndio sasa. Wakati huu ninaye Patrick Muraya ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa TI Hub hapa kwenye studio zetu. Vile vile ninaye John Kihara ambaye ni mmiliki wa duka la Shikilia. Hawa wanauza vitu kupitia mitandao. Na pengine nianze na wewe John. Biashara iko vipi? Mulianzaje? Mulifikiria nini hadi mkafika mahali mkasema twende mitandaoni? Kwanza nataka kushukuru kwa kunipa hii nafasi kuwa hapa. Tulianzaje ni kuwa unajua ukiwa kwa market ama kwa biashara unaruhusu the market force to drive you. Ideally mimi kuanza biashara langu la Shikilia store ni kuwa niliona kuna wafanyikazi wengi wanaofanya biashara kwa mtandao wa kidijitali wanaohitaji pahali ya kuweka mzigo, pahali wanaweza achia customer wao. Na mimi kuingilia kwa ile biashara ni kurahisisha kazi ya wanaofanya kazi kwa udijitali. Tueleze biashara yako ni kufanya nini? Nikitoka kwetu kaunti ya Nakuru, nimekuja na matatu sema Mololine, nimekuja Nairobi na nina mzigo wangu, ninaweza kuja kwako nikaweka mzigo? Exactly, that's what I do. Mimi naekea watu mizigo. Umetoka kwenu Nakuru, mwingine ametoka Baringo ama popote pale anapotoka kutoka up country. Na kupatia nafasi pahali unaweza kuja uache mzigo wako kwa maybe 30 minutes, 1 hour, masaa mawili, siku moja, unilipe shilingi 25 ama 150. Bali na hilo, na penye nafanya kazi sana na wanaofanya kazi kwa on the digital platform, mimi napeana nafasi ya kufanya biashara kwa shilingi 1500 kwa mwezi. Badala ya mtu kuja kwa town kuchukua duka la kulipa maelfu ya pesa, na kupatia nafasi kidogo kama maybe 2 foot square pahali utaweka mzigo wako, enda online, uza vitu zako, uza bidhaa, kama unauza saa, uza online. Kila wakati unapopata customer unamtuma Shikilia kukuja kuchukua mzigo. So hilo ndilo mimi nafanya. Nashikana na wafanyikazi biashara kwa mtandao. Mnawapelekea watu mahali waliko? Tunapeleka pahali walipo ama wanakuja kwa duka kuchukua. Very good. Patrick, najua mko na TI Hub. Mnafanya nini kule? Asante Fred kwa nafasi hii ambayo umetupa leo na kuzungumza katika hii mada ya kidijitali. Na ukiangalia muda ambao uliokuwa kutoka wakati wa COVID-19 na kwa sasa, mfumo wa dijitali ambao umebadilisha
ufanyikazi ambao umekuwa katika sekta mbalimbali. Sisi kama TI Hub tunapeana nafasi kwa wale watu ambao wanataka kupata nafasi ya kuja kuconnect with the international world and be able to work and online. Kwa kimombo kwa kusema hivyo. But the most important thing ambayo sisi tunafanya ni ya kwamba nafasi ambayo tunapeana kwa watu ambao wako katika sekta yetu ambao ni ICT, nikisema na kimombo, that is a software development, project management, network infrastructure, security for both network na systems ambazo zinaundwa. Tunaweza kuwa train na kutoka hapo wanaweza kupata ajira katika mfumo huu wa kidijitali. Na kuongezea nikiwa Patrick, nikielezea hii mahakama kwamba nikiwa na vijana wadogo niwalete pale kwako, wametoka shule, unaweza kuwafunza mambo ya teknolojia wakaweza kujiajiri? Kweli kabisa. Sisi tunaweza kuwafunza na kuwapa learning programs ambazo zinaweza kuwasaidia kuenhance. Sisi kama TI Hub tuko katika location ama locality ambayo iko na wana youth au wana rika ambao wanahitaji nafasi hii. Na apart from just kuwa train ama kuwafunza, kuna hiyo workforce ambayo tunaweza kupull na kuweza kuwapa ajira na waweze kujiajiri. Leo hii Shikilia Stores wanaongelea kuhusu sekta hiyo ambayo wanashikilia mizigo kwa wananchi. Sisi tunawapea training in terms of kwa kimombo wanasema virtual assistants. Kwa ndio biashara yake iweze kuvuma na tuweze connect more people within his business. Sisi kama TI Hub na courses ambazo tunaweza kuwapea kama virtual assistants inaweza expand biashara yake na wengine in terms of the e-commerce space ambayo ni wananunua online na wanauza online. But sisi tuko in the business of training and capacity building ambayo tunasema youth hao wakuje, hawana computer, hawana tarakilishi, hawana internet ambayo ni expensive. Tunasema wanakuja kwetu, tunaweza kuwa train, wanapata hizi skill sets, na katika hali ya kupata hizi skill sets wanaweza kujiajiri kwa kufanya kitu inaitwa integrations ambayo tunaona katika the financial sector, in the banking sector. Integrations hayo wanaweza kuconnect kama kampuni yake iweze kureceive pesa online na vitu kama hizo. Shikilia hapo sababu nasikia ni mengi sana ambayo mnafanya. Lazima wewe uwe ndio muweze kufanya biashara. Tunaye Ruth Samuel kutoka kaunti ya Nakuru. Ruth, sijui kwenu nanyi mumeshikilia digitali ama nyinyi ni watu ambao Nakuru mnasema mulibaki miaka ya 60? Na Fred, hapa unaponiona nimeungana na vijana barobaro wawili. Watatujuza tu zaidi jinsi wanavyopata fedha ama wanavyoweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku kupitia nafasi walizopata katika mitandao. Utaanza kwa majina, utuambie unaitwa nani na ni kazi gani haswa unafanya? Kwa majina naitwa Emmanuel Omondi ama Emmanuel Odiwuor, that's my official name. Nafanya kazi online full time basis and kuna vitu kadhaa tunaofa. Naam, so tuna deal na academic maandishi ya kiakademia, that is online writing. Tunafanya affiliate marketing, the online gaming na pia some part of kuuza web hosting ama the websites. Kazi hii mlianza lini na imekuwa vipi katika muda huu ambao umefanya? Kazi ya online tulianza on 2021, that is 1st April, and imekuwa poa. Imekuwa fiti 2021 up to now. Kazi imekuwa poa sana. Watu ambao huwa wanafikia ama wateja wako haswa ni kina nani, na umeweza kupatia nafasi watu wangapi tunaweza sema kuajiri? Okay, watu tunafanya nao kazi haswa wako more than 3,000 to 4,000 people wenye wanatumia website yetu kila wiki, kila siku kupata kipato. Most of our target watu wenye wanafanya sana kazi na website yetu ni students most of the time, most of the students, and watu wengi wenye pia wanafanya kazi part time, wenye wako na job opportunities, teachers, watu wanafanya kazi kwa benki. Ulisomea mambo ya teknolojia ama ulijikuta aje katika taaluma hii? Okay, nilikuwa napenda kazi ya things to do with
Chagua computer science IT, but on the process niliacha katikati ni venture into the business full time. Naam. Na wacha tuzungumze kwa ufupi tu na mwenzako, na nafahamu mnafanya kazi pamoja. Wewe mlijiunga kivipi na kazi imekuwa vipi? Ya, kazi imekuwa mzuri. Ya, kwa majina ni Simon Karaoke Maina. Ya, tumejiunga that is 2019. That's the time tulianza kupatana pamoja na tukaanza biashara. That was 2021 ndio tumeanza Eagle Web, na imekuwa mzuri, biashara imekuwa kubwa. Ulisomea kazi hii mambo ya IT ama ulisomea kitu tofauti? Yeah, nilisomea kitu tofauti on my part. Yeah, but again, step by step ndio nilipata kujua teknolojia sana. Ndio nikaweza kujua that in technology or digital market iko na pesa kabisa. Yeah, that's why I decided to do it full time. Yeah. Ni kazi ulikosa kule kwingine ama kuliendaje? Yeah, acha niseme kwa ufupi, ni kazi hakuna in Kenya. Unajua pia huwa tunapata especially the graduates, unapata umemaliza shule, but at the end of it unapata kazi ndio hakuna. Unamaliza shule vizuri, the very good grade, but at the end of hakuna kazi. Yeah. Kwa ufupi tu, changamoto zimekuwa zipi katika kazi hii ambayo umekuwa mkifanya kwa sasa ikielekea miaka 3? Okay, changamoto yenye tuko nayo sana ni number one ni lack of internet. Unapata watu wengi wako na simu, wanaweza join kampuni ya Eagle Web, but challenge wanapata ni ile sometimes organize meeting but hawana data. You know, so hawana data ya kuingia online, maybe kulearn each and every day ndio wape hiyo training. So as a company tunatafuta like a way venye tunaweza wasaidia, maybe tuweke places za kufanya kazi, kama maybe offices in different location in the country, na tuweke full internet connection. So I think as Eagle Web company tutakuwa tumewasaidia sana. Fred, jinsi unavyosikia hali ndio hiyo kwa Emmanuel na mwenzake hapa ambao walianza biashara katika ya mitandao, ambao kufikia sasa wameweza kuwapa nafasi zaidi ya watu 3,000 kufikia sasa, na ni kote ulimwenguni. Hapo awali tukizungumza naye alitueleza wateja wake hawako nchini Kenya peke yake. Kuna wengi ambao wanatoka Tanzania na wameweza kunufaika katika kazi hii ya biashara. Hii ni kuonyesha kwamba na watu wanaweza kufanya mambo mazuri yanaweza kutokea katika mitandao yetu. Fred. Shukran sana Ruth Sarmoei. Anasema watu zaidi ya 3,000 wameajiriwa pale. Hiyo ni kumaanisha ikiwa unapata shilingi 10 kutoka kwa hao 3,000, 30,000 kila siku anazipata. Tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na mdahalo ambao ni masuala ya dijitali. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mdahalo ambao tumekuwa tukizungumzia hapa masuala ya dijitali. Lakini kabla hatujaingilia hili, sababu tunataka watoto wote wasome masuala ya insha na Kiswahili ambacho kinakuwa kwa kasi sana kote Afrika. Sasa twende hapa kwenye chuo kikuu cha Nairobi, tuwasikize wale kutoka wenzetu kutoka Taifa Leo. Leo wanazungumzia masuala ya mashindano ya insha. Tuwasikize dakika chache kisha turejee tuendelee na mdahalo. Mtumia alafu keshoye naona anwani ambayo hata sikuiwazia. Asante. Bwana Mogire, asante tupatia nafasi ya kushiriki. Na vile vile kuna Daktari Jerono ambaye ni mwalimu mwenzangu huku chuoni, ambaye pia tumepitana katika masuala ya usomi. Kwa hivyo asante. Naam. Nafurahi sana napowaona hapa katika chumba hiki, na haswa ninapoona nyuso changa zinanikumbusha miaka mingi iliyopita, wakati ambapo nilikuwa mwalimu katika shule ya upili, miaka nafikiri mwanzo wa miaka ya 90. Na nafurahi sana napowaona nakumbuka miaka hiyo. Ila sasa ninavyofanya, nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni sana katika chuo kikuu cha Nairobi,
na haswa katika idara ya Kiswahili, kwa sababu pale ndipo napofanya kazi, na kwamba kuwepo kwenu hapa kunatokana na ushirikiano baina yetu kama idara ya Kiswahili na gazeti la Taifa Leo, na kwa hivyo Nation Media Group. Swala la mashindano ya Kiswahili haswa katika uandishi, na nilikuwa nazungumza na Bwana Msamari hapa kwamba tupige hatua hata katika mijadala tuweze pia kuzungumza, sio tu kuandika. Ni swala muhimu sana katika ukuzaji wa lugha, na tunazungumzia hapa lugha ya Kiswahili kwa sababu ndio lugha yetu ya asili. Katika idara yetu tunafunza Kiswahili na hatufunzi lugha nyingine yoyote ila Kiswahili. Katika nguzo zake zote tunafunza lugha, ama kile ambacho Bwana Msamali ameita isimu, tunafunza fasihi, tunafunza mbinu za mawasiliano, tunafunza fasihi simulizi, aina zote za fasihi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba tutafurahia kama baadhi yenu mtajisajili baadaye, wale ambao ni wanafunzi katika idara, na kuja kusoma nasi, na hata waalimu, kwa sababu bado tuna mafunzo ya uzamili na usamifu. Kwa hivyo bado kuna nafasi ya kujiunga nasi. Kwa hivyo tunawaalika kuja kuungana nasi, kusoma nasi na kushabikia lugha ya Kiswahili nasi. Tulipoanza hatukuwa na vitabu vingi vya Kiswahili, na hatukuwa hata na magazeti mengi ya Kiswahili. Kwa sasa tuna magazeti tuna vitabu vya Kiswahili, bado hatuna magazeti ya Kiswahili. Na tunatarajia nyinyi mnayejifunza kuandika na mnaoonyesha mapenzi kwa uandishi wa Kiswahili, baadaye mtaweza kusaidia katika kukuza sio tu Kiswahili na vitabu, lakini pia magazeti ya Kiswahili ambayo yataweza kuenea. Nilianza usuhuba na Taifa Leo miaka mingi, Bwana Mugire. Mwaka wa 97 ndio nimeanza kuandika makala tofauti katika gazeti lile. Bado mpaka leo ni moja, mengine yamekuja kuondoka na kadhalika, lakini Taifa Leo lipo. Kwa hivyo nawapongeza pia kwa kazi ambayo mnafanya pale, kwa sababu kama hamngekuwa mnafanya kazi muhimu, gazeti hilo pia lingekuwa limekufa kama mengine yalivyokufa. Kwa hivyo nafurahi sio tu kwamba gazeti lipo na kwamba kuna mashindano, lakini kwa sababu mnajaribu kukuza kile ambacho tunaweza kusema ni kipawa kitakachotumika katika miaka ya baadaye. Ninaweza kusema mengi, lakini kwa sababu ya muda na kwa sababu leo hatukuja hapa kusikiza na kusema, tumekuja kuandika, nafikiri niseme hayo na nirudie tena kwamba mjihisi nyumbani. Mmekaribishwa katika chuo. Mtazamaji, ni maswala ya Kiswahili na Kiswahili ibuka na Kiswahili tusome, insha ziandikwe. Tumeanza maswala ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafuatiliziwa na Kiswahili, sababu hiki Kiswahili tunakienzi sana. Kwa hivyo kokote ambako tunakwenda na gazeti letu la Taifa Leo, tunawaeleza watazamaji wetu na wale ambao wanasoma gazeti hili la Taifa Leo kwamba ni vizuri kukipenda Kiswahili. Ni kizuri, kimanye, ni kizuri sana hiki. Hapa studioni tunazungumzia maswala ya dijitali. Sasa Patrick, ulikuwa umenieleza kwamba kuna kongamano liko Mombasa kuhusu mambo ya dijitali. Ni kuhusu nini? Well, Fred, kongamano hili ambalo tunataka kufanya ni kuweza kuleta washikadau ambao wako katika hii sekta ya teknolojia, developers, kama kampuni ambayo zinaandika. Kongamano hili ambalo tutaweka katika mwezi huu ambao pia saa hizi tunazungumzia masuala ya kidijitali, ni ya kuwezesha mtu ambaye ako na idea na innovations kuweza kupatana ama kuleta upatanisho katika sekta hii. You have an idea, you have the company, waweze kukuja
kushikana pamoja, na apart from that pia kuna stakeholders na investors ambao wako willing kuweza kusikiza pia hizo ideas. Pale Mombasa tutakutana mwezi huu katika date ya 22nd to 24th, na mwezi ambao wa Februari. Huyu wa Februari. Unaitwa mwezi wa mapenzi. Mwezi wa mapenzi. Na theme ambayo tunaongelea hapa ni enhancing Africa digitally. Ukiangalia ya kwamba Kenya, it's the gateway and the hub for East Africa in terms of technology. Kwa hivyo katika kongamano hii tutaweza kukua na the international delegates within this portfolio katika kongamano hili, na ningeweza kuencourage mtu yeyote ambaye ako katika sekta ya ICT, ambaye anafanya mambo ya software infrastructure, network installation, na makampuni hayo yote ambayo yako katika sekta hii, pia the banks ambayo, kumbuka teknolojia is the enablement au uwezeshaji wa kufanya biashara kiurahisi. Kwa hivyo wale ambao wanafikiria ya kwamba hii inaua kazi. Na hiyo nilikuwa nikuulize hilo. Hapa mitandaoni watu wanasema kwamba kuna kazi ambazo tulikuwa tumezoea zinafanyika, tunaita linear jobs. Zile kazi traditional, zile kazi ambazo kama hapa hii media tunaita linear. Sasa kuna digitali, kuna television ambazo ni za digitali. Wanasema kazi nyingi sana zimeuliwa sababu ya digitali. Sikubaliani na hayo Bwana Fred. Ukiangalia katika the infrastructure ambayo tuko katika transport sector kwa mfano, wenzetu au watu ambao walikuwa wanafanya Uber au the formal way of transportation katika sector hiyo, taxi. Siku hii ya leo ambao pia walikuwa wanaona ile kazi sio kazi ya kiunufaa, wako katika hiyo hali. Imeweza kupanua, haijaweza kushrink, na imeweza kufanya employment ikakuwa in a bigger scale. Kwa hivyo teknolojia haikuji kuua au kupunguza kazi, but imekuja kuwezesha watu wafanye kazi zaidi, na pia wapate nafasi ya kupumzika. John, wewe unafikiria kwamba teknolojia hii, wewe ukilinganisha na iwapo hungekuwa ukitumia teknolojia na sasa unatumia teknolojia, ni wapi ulikuwa unafanya kazi wengi na ni wapi ulikuwa unatumia hela zaidi? I think mtu anayefikiri that technology inaua kazi labda kidogo amepoteza njia kidogo. Acha ni kupe mfano. Kwa kazi yangu niko na wafanyikazi biashara wanaonunua vitu Gikomba, wanauza online, zinakujiwa shikilia. Kitambo mtu angesema tu kuuza nguo lazima uzie Gikomba, lakini ule muuzaji wa Gikomba bado wako wa leo. In any case, in between tumeongeza mtu mwingine mmoja ama wawili wanaouza online. So hii digital it has created job, not to kill it. To a certain extent, I think some people may argue it that way. Lakini pia watu wanafaa kuelewa tulipo sahizi, watu wazoee vitu, things has to be different. Basi lishaondoka. Basi lishaondoka. So you can't argue with an idea whose time has come. Kama ni wakati wa kuuza vitu online ndio huu, wewe uko na wakati gani ya kwenda Gikomba kwenda kutafuta nguo? Really? Ni ngumu kweli. Lakini kwa simu yako ukiingia shikilia utapata kitu ya kununua hapo. Kwa hivyo ukweli siwezi sema digital inaua kazi. Mimi chenye naweza sema kama mwenzangu amesema hapa, it's an enabling factor. Tukiwa shuleni nakumbuka tukisema tukisoma kitu kama in physics, making work easy. You know, we could sue a bar and blah those kind of stuff. Now it was about making work easy. So this is one of them. Technology makes the work easy. It enables things to be done in an easier way. Unaweza semaje kwani mtu anatoka Nakuru akuja tembea na mzigo Nairobi na shikilia itamwezesha kuweka mzigo pale? Nilikuwa nateseka sana wakati nilikuwa natembea na mizigo. Nateseka Nairobi, natafuta mahali naweza weka mzigo sababu nataka kununua moja mbili kabla sijaelekea wakati ule nikiishi Githurai. Na sasa hiyo wakati is long gone. Kwa nini? Digital has enabled it to be possible. Kitambo kila mtu angeenda Gikomba. Today it's not, you don't have to go to Gikomba every day. Kitambo lazima mtu angejifungua duka Nairobi ili afanye biashara. Today you don't have to open a shop in Nairobi. You get? Saa hizi kwa duka langu niko na customer hata waishi Kenya, kwa hii Kenya. Kuna watu wengine waishi Nairobi, lakini Shikilia has made it possible to do business in Nairobi and Nakuru because digital has made it easy. Kuongezea ambayo anasema ya kwamba sisi kama TI Hub we are a software developing company ambayo tunawezesha wale ambao wanataka kukua katika hizo platforms kuweza ku grow their business. Na ni nyingi sana. Kuna kina Jumia ambao ni kama nyinyi Shikilia mko pale.
Nyinyi mnawasaidia kuhakikisha kwamba kile ambacho wanataka kununua, kile ambacho wanafanya online hawa, mnawawezesha? Tunawawezesha in different forms. First of all, sisi kama hub, we have put the infrastructure ambayo inawezesha mtu yoyote ambaye anataka kuja kutrade. Tumesikia sasa hivi kuna wale wako na hizo accounts, hawana internet, hawana space. Sisi tunawapa hiyo space, tunawapa hiyo internet, tunawapea hiyo infrastructure through different partners ambao tunaweza kuwaleta on board. Na wanaweza kupata kazi au ajira. Kwa sasa hivi tunapozungumza, the digital economy of this country, in terms of the bringing money in the pockets of these youths, kwa kusema na kimombo, watawezesha kwa kupata hii nafasi. Na sisi kama TI Hub tumetengeneza hii hub ambayo kwa kila siku tunaweza kuhost 200 ICT people in that particular space. Every day wanaweza kukuja, wanapata machine, tumewekea machines, na wale wako na laptop zao wanataka kutumia, wanaketi hapo chini na wanaweza kufanya. Hii inamaanisha nini bwana Fred? Kwake biashara itaweza kuongezeka. Customers ambao hawakukuwa wanaaminia kwamba wanaweza order online wapate hiyo mzigo yao, wataweza kukua na hiyo service. Kijana ambaye amewalk in kwa hub yetu leo hii ambayo iko katika Kajiado County Ongata Rongai, ina serve over 10 universities across. 70% of these university students wanaishi hapo. This is the next Silicon Valley ambayo tunawezesha na kusema ya kwamba hii Silicon Valley tutaipata pale Rongai. Tutaipata pale Rongai na ndio itakuwa ya kwanza. Kwa sababu kusema ukweli bila kuficha, hub yetu ambayo tuko nayo pale Rongai is the biggest in the country. Na ninapea changamoto serikali ikuje ifanye benchmarking. Wache kwenda Silicon Valley. Tuko na Silicon Valley yetu pale. Tumeweka standard. Mtazamaji, Silicon Valley ni mahali kule Marekani ambako vijana wakiwa wachanga wanaenda pale, wakitoka kwenye vyuo vikuu wanatengeneza zile tunaita apps pale, unatengeneza pale. Ni digital innovation hub pale Marekani. Ndio unasikia nasema Silicon Valley. Kote ulimwenguni inajulikana sana. Na ndio hiyo sasa tunasema ya kwamba siku hii ya leo the economy, or rather the digital economy infrastructure ya the financial aspect. Saa hizi tuko na banki mkononi kwa simu kwa sababu ya teknolojia ambayo imewezesha. Tukizungumzia wale SMEs hawajapata kukua connected. Sisi kama TI Hub na pale Ongata Rongai, na nikisema sababu nikukatize tu, sababu unajua serikali imesema kwamba huduma zake zote, karibu zote, zitaenda kwa mitandao. Hii inamaanisha nini kwenu na kwa vijana nchini Kenya? Hii inamaanisha ya kwamba sisi tutakuwa a partner and an enablement kwa government. Wao watatupatia hiyo e-government services. Sisi tutatrain wale wakongwe na wale vijana kuweza kuaccess e-government services from the e-citizen, kuregister. Saa hii kuna automation ya mambo ya mashamba. Sisi kama TI Hub tuna train na tunafunza hao wazazi ya vile wataweza kutumia mtandao. Juzi nimenunulia shosho yangu simu na akaniambia hata yeye anataka kuona vile TikTok inaenda. Ni kusema ya kwamba digitally haina age limit. Kwa TikTok. haina age limit ya kuweza kuexpand mafunzo na kuweza kufungua the economy space. Lakini lazima kuna changamoto. Tusiseme mambo ni mazuri. Pale Shikilia, changamoto kubwa ambayo mnakumbana nayo, challenge kubwa ambayo mnakumbana nayo katika kutoa huduma pale Shikilia ni gani? I think ya kwanza ni ya kufikiri digital is an impediment instead of using it and seeing it as an enabler. Ile maneno mwenzangu anasema, na wewe pia umesema, serikali yenyewe imesema all their services zinaenda kukua online. Hata kwetu sisi Shikilia hii mwaka tunatengeneza infrastructure, online infrastructure to make our business easy as well. Kwa nini? Kwanza kitambo kila mtu angedhani ili ufanye biashara lazima ukuwe na 500,000. Ulipe goodwill Nairobi, ulipe deposit 6 months na vitu kama zile. Kwa kweli kulipa duka Nairobi ni pesa, si pesa kidogo. Lakini kwa ile saa hizi Shikilia can give that service kwa 1,500 kwa mwezi. Watu wengine bado wanaona kama ile ni doto. Kwa wengine already right now in Nairobi and Nakuru we are hosting over around 172 businesses. Over 172. Acha nikuhesabie pesa ambazo unapata mwisho wa mwezi. Sababu naelezwa tuko na dakika moja. Yes. Ikiwa wewe naona bado wewe ni kijana hujazeeka,
vijana humu nchini ambao wanasema hakuna ajira, kwa sekunde 30 utawaambia nini? Kwanza serikali, I think even the government still have the old mentality to think for you to have a job you must be waking up to an office. That's long gone. Wale vijana wanaosema pale wanafanya online writing, that's unemployment. Wale watu wenye mimi na host kwa biashara yangu, wenye wanauza vitu online, that's unemployment. So pia government need to classify, they need to come out of this mentality to think for you to have a job, you must be waking up to an office. Exactly, lazima uajiriwe. Kujiajiri pia ni kazi. Mimi sijaajiriwa, si nimejiajiri. Sijezi sema watu wajiajiri, na duka naweza fungua pale ndani ya Shikilia na likaweza kufanya kazi. Kabisa. Na watu wakachukua mizigo kutoka kwako. Kabisa. Kwa sekunde 30, wewe kwa serikali utaiambia nini? Je, tubadilishe mfumo wetu wa elimu, tuanze kuwafunza watoto wakiwa wadogo kule chuo za chekechea na kule skuli za primary? Kwanza kabisa ningependa kuambia serikali ya kwamba hivi wa embrace kitu inaitwa public private partnership. Tuache kukuwa na duplications ya different hubs na tuweze kufanya kazi pamoja. Sisi kama a hub na katika sekta ya education tunataka kukuwa wa kwanza automate the examination process ya KCPE. Sisi kama Kenya tukiweza kubuild digital hubs ambazo zitaweza kukuwa na fully fledged standards, tutaweza kukuwa achieve the process ya education. Na pia nikiongelea mambo ya teknolojia na partnerships ambayo tunaona shida ambayo sisi tunataka kukaa na serikali chini tuweze kutatua shida kama the private sector ambao wako katika hii area ya teknolojia. Na nikimalizia ya kwamba the digital hub and the digital space ambayo tuko nayo pale Kajiado County, tuko na the potential ya kutrain over 100,000 youths na kuwa employ within 1 year na kuweza kuongezea katika hiyo space ya teknolojia. Shukran sana kwa muda wako, sababu naelezwa muda wetu umetupa kisogo. Wewe ni Patrick Muraya, afisa mkuu mtendaji TI Hub hapa jijini Nairobi na kaunti ya Kajiado. Yuko kule ananieleza kwamba vyuo vikuu amevishikilia sana. Vile vile tunaye John Kihara ambaye tulikuwa naye hapa kwenye studio zetu, ambaye ni mmiliki duka la Shikilia hapa jijini Nairobi. Kazi zipo. Tunarejea na taarifa mwendo wa saa 7, usiende mbali.